Mtazamaji mpendwa wa Mfilipi Media Injili kwa wote, tumetembelea shule ya masista wa Malia hapa Makulunge, jimbo kuu Katoliki la Dar es Salaam. Shule hii ina historia kubwa na hayati baba yetu Nuncio wa kwanza wa Tanzania, baba yetu Novatus Lugambo ambaye anazikwa pale Bukoba. Baba Lugambo alikutana na masista wa shirika hili akawakaribisha hapa Tanzania kuja kufanya uwekezaji na kuwasaidia Watanzania wenzetu wenye hali ngumu za maisha ili kuwakomboa katika elimu. Na leo tumefika katika shule hii, shule ambayo ina mandhari nzuri, masista ambao wanajituma kweli kweli, wanafanya kazi kubwa, wana mambo ya ushonaji, wanatoa elimu safi kabisa. Na wanafunzi walioko hapa ni wengi kweli kweli ambao wanatoka kila mkoa wa Tanzania hii. Na hapa niko na mmoja kati ya mabinti wanufaika. Yeye atajieleza jina lake, anatokea wapi, na yeye atatuambia ili kuwaje kutoka Mbeya hadi hapa. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Unaitwa nani? Naitwa Laurencia. Laurencia, wewe ni mzaliwa wapi? Mimi ni mzaliwa wa Mbeya. Ndio. Nilimaliza shule 2017 Mbeya. Baada ya hapo nikatoka Mbeya ili nije Dar es Salaam kwa ajili ya kuendelea kujihangaikia kutafuta maisha. Kwa hiyo 2022 nikasikia habari kuhusu masista pamoja na kozi ambazo wanazitoa pale kwa wale ambao wenye uhitaji, watu wenye uhitaji. Kwa nikatoka nikaenda kutafuta nafasi kwa masista, nikapata. Nikawa nimeenda kusomea kozi ya ushonaji, nikawa na nimefanya mafunzo pale kwa miezi 6. Baada ya hapo sister akasema, "Lau utafanya kazi na sisi." Kwa hiyo nilipata bahati ya kufanya kazi na sister, maana mpaka leo niko kwa masista. Kabla ya kwenda kwa masista, ulikuwa unafanya kazi gani? Nilikuwa nafanya kazi ya umalishi. Mtazamaji mpendwa, dada hapa kabla ya kuja kwa masista hawa wa Malia alikuwa ni mama ntilie. Alikuwa ni mama ntilie. Kumbuka hivi sasa ana umri wa miaka 26. Na miaka mingapi imepita? Miaka 5. Kwa hiyo ulikuja ukiwa na miaka 21. Hongera sana. Sasa nimeambiwa kwamba masista hawa, kwa wale ambao mmesoma pale, umetuambia kwamba umejifunza vyema. Unaweza ukashona nini na nini kwa sasa? Ninaweza kushona nguo zote kama office wear. Kuna nguo zote za kike, mitindo mbalimbali nashona vizuri. Shona vizuri kabisa. Na hapo nalipa mshahara pia. Ndiyo. Na mtazamaji mpendwa, kutokana na masista hawa wa Maria, dada yetu hapa amejifunza kushona, anaweza kushona nguo za ofisi, anaweza kufanya kila kitu, lakini masista wamemsogeza hapa katika ofisi yao iliyoko hapa katika shule ya wasichana hapa Makulunge ili endelee kuwasaidia hapa kazi mbalimbali. Kwa hivyo pale ukienda mapokezi basi yeye ndiye anahusika pale kupokea wageni mbalimbali, lakini wamemfundisha pia kompyuta. Hapa anabahatika kufundisha kompyuta dada yetu huyu kutoka Mbeya. Hakika Mwenyezi Mungu amemuongoza na sasa yuko hapa anamshukuru Mungu. Furaha yako ni ipi kwa masista hawa wa Malia? Mimi nina furaha kwa sababu masista wanajitoa sana kwa ajili ya kusaidia watoto wa Tanzania. Wengi sana wananufaika. Na bado wanaendelea kufanya kazi. Kwa hiyo tunafurahia. Roho ya marehemu baba yetu Askofu Mkuu Novatus Lugambo aliyeibua wazo hili na kuwakaribisha masista ipokelewe mbinguni. Hakika tunawapenda sana masista wetu wa Malia. Tunawapenda sana. We love so much. Tunawapenda sana kwa kazi hii kubwa. Dada yetu huyu kutoka Mbeya hakika amefurahia hiki ambacho Mwenyezi Mungu amempatia kupitia masista hawa wa Malia. Na kitu kingine ambacho ukijui mtazamaji ni kwamba shule hii iliyoko hapa Makulunge ni shule ya kwanza kwa Tanzania, lakini masista hawa wako katika nchi 7 duniani, ikiwemo Ufilipino, Brazil, Honduras, huko Korea na kwingine wako wanafanya kazi kama hizi. Na tunaambia Tanzania ni ya mwisho katika zile nchi kwa sababu wameanza hivi karibuni. Na tunaona kasi yao, mazingira mazuri, kila kitu kizuri. Kwa hiyo tunawaombea heri masista wetu waendelee. Unawaambiaje sasa wale wenzako ambao pengine wamekata tamaa ya maisha? Hapana, kwa kweli mimi kitu ambacho naweza kuwashauri, yaani mtu hautaki kukata tamaa ili hali una nguvu na unapumua.
Kwa hiyo kuendelea kupambana, pia wanaweza wakaenda kwa masista kwa ajili ya kutafuta nafasi. Masista wanasaidia wapo, kwa hiyo ni wao tuna kujituma na kujitoa kwao. Hongera sana. Asante. Masista hawa wakisha kufundisha kushona, wakisha kufundisha stadi za maisha, wakisha kufundisha ujuzi wowote, hawakuachi hivi hivi, wanakutafutia kazi. Dada yetu hapa ni shuhuda, wanakutafutia kazi, hawakuachi uondoke tu baada ya kufundishwa. Dada yetu huyu alipomaliza pale kushona kaelewa vizuri, wakasema hapana, njoo huku, na sasa anafanya kazi hapa. Na hivi ninavyozungumza bado shule yao pale ya ushonaji na nini inaendelea pale Kiruvya kwa Komba, si ndio hivyo? Kiruvya kwa Komba ndio wako pale. Tuombee na sisi tuendelee kuwaombea watu wote ambao wanafanya kazi hii vema, na daima tuombee shirika hili na shule hii. Mimi ni Filipo Josephat Kizale, niseme asante na Mungu akubariki.